ni umri gani sahihi kuingia katika ndoa kwa upande wa wanaume na upande wa wanawake? Kwanza na mimi naomba nimpongeze bosi wako. Nimpongeze Diamond Platinum kwa kuoa. Ndio naona kwenye mitandao nikajua ni uongo, nilivyowaona na ninyi Wasafi mmepost kwamba ameingia kwenye ndoa, nikaamini sasa ni kweli. Nafikiri ndoa yake ilikuwa inasubiriwa na vijana wengi, na ninampongeza sana. Amefanya jambo zuri na jambo la kumtukuza Mungu. Amina. Sasa swala la umri gani sahihi wa kijana kuingia kwenye ndoa, mimi nitasema kwa mwanaume hana kigezo cha umri wa kuoa, isipokuwa mwanaume anaruhusiwa kuoa pale ambapo atakuwa amekamilika kiuchumi au amekuwa na uwezo wa kubeba jukumu au kubeba majukumu ya familia. Pale ambapo mwanaume anakuwa na huo uwezo au anakuwa na uwezo tayari, ana capacity ya kuweza kuhudumia familia, kuwajibika, anaweza akaoa wakati wote. Mtu ambaye anakuwa limited kwenye umri ni mwanamke. Mwanamke. Kwa hiyo kwa mwanaume akishaweza kujitegemea, akaweza kubeba majukumu ya kuwa baba, ya kuwa mume, yuko tayari kuoa. Anatakiwa aoe wakati huo. Kwa sababu kwa mwanaume ni majukumu ndio yana determine ni ule uwezo alio nao, ile capacity alionayo, hapo anaweza akaoa. Na mume sahihi anatakiwa kuwa na vitu gani? Mwanaume sahihi ni mwanaume ambaye anaweza kuilinda, kuitunza na kuidumia familia yake. Huyo ndio mwanaume sahihi. Mwanaume ambaye yuko responsible. Sio mwanaume ambaye yuko responsible. Ni kigezo kikubwa sana. Usiolewe na mwanaume ambaye hawezi kuihudumia familia. Kigezo cha kwanza cha mwanaume ambaye anatakiwa aoe ni yule mwanaume ambaye ana uwezo wa kuihudumia familia yake. Ana uwezo, nilisema anaweza kujihudumia yeye mwenyewe, lakini anaweza kuihudumia familia yake, anaweza kuilinda na kuitunza familia yake. Sasa hata kama hajasoma, hata kama hajaenda popote, lakini ana huo uwezo wa kuhudumia familia yake, watoto wake, familia yake au mke wake analala mahali pazuri, kama anaweza kupanga nyumba au kama ni chumba au kama amejenga, tayari huyo anatakiwa kuoa. Au kama familia yake inaweza kula, watoto wake watakula, au mke wake atakula, hata lala na njaa, anaweza kupambana, huyo ni mwanaume wa kuoa. Huyo ni mwanaume ambaye yuko tayari kuoa. Na mwanamke ambaye anataka let's say kuanza maisha sasa, na mwanaume anasema this time nataka niingie kwenye ndoa, nitulie na mume wangu, niwe wife material, nifanye vitu ambavyo vitafanya mume wangu awe very proud. Ule umri hasa utakomwezesha kuingia bila kutetereka katika ndoa, huwa ni umri gani na ni vigezo gani ambavyo vinatakiwa kuangaliwa kwa mwanamke kabla hajaingia kwenye ndoa? Kuna vitu watu wanachanganya sana diva hapo. Unajua, inategemea sana pia swala la umri wa mwanamke kuolewa, inategemea pia na culture mbalimbali, aidha za makabila au za. Sasa hata hapa kwetu Tanzania, karibu kila makabila, kuna makabila ambayo yanatofautiana. Kwa mfano wa Masai, mtoto anaolewa tangu akiwa tumboni. Sasa kama atazaliwa mwanamke ni wa kwangu. Kwa hiyo unakuta watoto wanaolewa wadogo sana kulingana na makabila. Lakini tukija kwenye level hii sasa, kwa mfano kwa katiba ya nchi yetu au kwa utaratibu, ni kwamba mtoto anakuwa mtu mzima kuanzia akiwa na miaka 18. Sasa mimi nitakwambia kwamba umri wa mwanamke kuolewa ni kati ya miaka 18 mpaka 28, 30. Kuambia kwa nini? Mwanamke sasa hapo itategemea sasa. Kwa mfano kwa wanawake wanaosoma, atakuwa na miaka 23, 24 akimaliza chuo hapo, anaweza kuolewa kwa miaka 23, 24. Lakini ukienda huko vijijini huko ambako hawaendi shule, hawana chuo, hawana nini, watoto wanaolewa, binti anaolewa akiwa na miaka 18.
Mwanamke akiwa na miaka 18 kwa maana yuko vizuri kibiolojia, lakini kiakili ametengenezwa yuko vizuri, anafaa kuwa mke kuanzia hapo. Sio kwamba umri anakuwa na umri mdogo bado, akili hazijapevuka ya kuingia katika ndoa. Miaka 18 mpaka hiyo 30. Ni huku mjini, labda ni huku mjini. Lakini unajua wanawake wanakuwa haraka na uelewa wanawake ni mkubwa kuliko wa wanaume. Yes, wanawake wanakuwa na mwanamke mwenye miaka 20 akili yake na mwanaume mwenye miaka 20 vitu vile tofauti. Nani ana akili zaidi? Mwanamke anaweza kuwa na akili zaidi. Lovey Dovey.